Ujambo na karibu, langu jina ni Masikini Msomi. Taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba mume ampiga mke wake baada ya mke huyu wake kumpiga mama yake kofi mbele yake. Inasemekana kwamba mwanaume mmoja alimpiga mke wake baada ya kumuona akimpiga mama yake kofi wakati wa mabishano. Kwa mujibu wa taarifa, mume huyo alikasirika sana baada ya kushuhudia mke wake akimpiga mama yake, ndipo inadaiwa akamjibu kwa kumpiga. Tukio hilo limezua mjadala kuhusu iwapo hatua ya mume huyo ilikuwa sahihi au kama angepaswa kushughulikia swala hilo kwa njia tofauti. Wewe una maoni gani? Je, mume huyo alikuwa sahihi kumpiga mke wake kwa sababu alimpiga mama yake kofi mbele yake, au kulikuwa na njia bora zaidi ya kushughulikia hali hiyo? Acha nione maoni yako. Ukweli ni kwamba tunafaa kuheshimu wazazi, na iwapo imetokea kuna shida fulani kwenye maisha ama familia, inafaa izungumziwe vizuri. Je, ingekuwa wewe umetoka kazini ama umetoka kwenye shughuli zako, kisha baadaye upate mke wako anampiga mama yako mbele yako, wewe utafanya nini? Utachukua hatua gani haswa? Je, utamkataza na kumshauri asifanye hivyo tena, ama wewe utachukua hatua pia ya kumwadhibu mke wako kwa kosa hilo? Je, na ni vizuri kupiga wazazi mbele yetu, ama wewe unachukulia hili swala vipi? Kwa sababu kitu hiki kimezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wengine wakasema ya kwamba ingefaa apige mke wake, angetafuta njia ya kutatua tatizo hilo. Wengine wakisema ya kwamba kila ambacho alikifanya ni kizuri, kwa sababu wake wetu hawafai kupiga mama yetu mbele yetu, kwa sababu itaonyesha ya kwamba tumekaliwa, na wazazi wataona ya kwamba tumekaliwa sana, ndio maana hatuwezi kufanya chochote. Wewe una maoni gani? Naomba uniambie maoni yako ili tujue kitu ambacho tunafaa kufanya ili kurekebisha mambo kama haya yasije kutokea tena. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na kama ni mara yako ya kwanza kusikiza taarifa hii, naomba hakikisha ya kwamba umesubscribe kwenye channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na zinginezo, ili uwe na ufahamu kwa kila ambacho kinaendelea. Nakutakia kila la heri, Mungu akujalie.